Leo tumekuja hapa eneo la Luvuchini. Ni eneo ambalo ni tegemezi kwa mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DAWASA juu ya uzalishaji maji kwa jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam linategemea vyanzo vya Luvuju, Luvuchini, lakini eneo pia la Kigamboni, lakini na baadhi ya visima ambavyo tulivyokuwa navyo kwa ajili ya uzalishaji. Kwa eneo hili la Luvuchini lina uwezo mitambo wetu wa kuzalisha maji ya lita milioni 270 tukiwa katika hali ya kawaida. Lakini kwa sasa kipindi hichi cha ukame na uchelewaji wa unyeshaji wa mvua, sasa hivi uzalishaji wetu ni chini ya 50%. Sasa tumepata athari kidogo. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekuja kukisisitiza kwamba maji tuliyokuwa nayo kwa mamlaka yetu ya DAWASA yagawiwe utaratibu ambao ulikuwa sawia, kwamba sio watu fulani tu wanapata huduma, wengine hawapati huduma. Kwa hiyo kwamba leo Magomeni, maeneo ya Tandale, maeneo gani yamepata huduma, basi kesho maeneo mengine yaweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo elekezo la kwanza kwamba hiki tulichokuwa nacho kwa kipindi hichi kigawiwe kwa usawa. Lakini jambo la pili, tulichimba visima maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Visima vile ambavyo tumevichimba viingize kwenye mfumo kuanzia sasa, ili viweze kuongeza uzalishaji, watu waweze kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Wapo wadau wa sekta binafsi kwa maana taasisi za dini wana visima vikubwa na wameendelea kutoa huduma kwa jamii. Lakini pia wapo watu wa sekta binafsi, mtu amechimba kisima chake kikubwa kina maji mengi, muda mwafaka kusaidiana na serikali kwa ajili ya kutoa huduma na pasiwepo urasimu wa aina yoyote, ili kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Lakini tunashukuru support kubwa ambayo tunapata ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba Wizara ya Maji maelekezo yake tufanye linalowezekana, lolote, hatua zozote ziweze kuchukuliwa ili kuhakikisha wana Dar es Salaam waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa eneo lingine tunao wadau wengine ambao wanatumia mto huu Ruvu, kwa maana watu wa kilimo, kwa maana wafugaji wengine. Basi kipindi hichi kidogo, kipindi cha mpito, tutasitisha baadhi ya vibali ili kuhakikisha maji haya kwa sasa yatumike kwa ajili ya binadamu, ili kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Mawasiliano ambayo yalikuwepo, watu wetu wa hali ya hewa wanatutia moyo kuhakikisha kwamba muda si mrefu mvua zitaendelea kunyesha, ili kuhakikisha kwamba tunarudi katika hali yetu na watu wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa sasa viongozi wa Wizara ya Maji tutakita kambi hapa kusimamia ufuatiliaji na utoaji wa huduma katika jiji hili la Dar es Salaam na Pwani, kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama. Wosia wangu kwa wananchi, moja ni kuhakikisha kwamba haya maji yaliyopo basi wanayahifadhi. Kitokea leo umepata huduma ya maji safi, hakikisha kwamba unayahifadhi. Wanasema ukinihifadhi leo nitakuhifadhi kesho. Kwa hiyo tuhifadhi hichi kilichopo ili kiendelee kutupatia huduma, na imani tutaendelea kuvuka salama.